Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Accra, Ghana. Chama kikuu cha upinzani nchini Ghana, New Patriotic Party NPP, kimeonyesha hasira baada ya mmoja wa viongozi wake wenye ushawishi mkubwa kuhukumiwa kifungo cha miaka 20 jela na kufanya kazi ngumu kwa makosa yanayohusiana na uchimbaji madini haramu. NPP imedai kuwa hukumu hiyo dhidi ya mwenyekiti wake wa mkoa wa Ashanti Bernard Antwi Boasiako, maarufu kama Chairman Wontumi, imechochewa na sababu za kisiasa. Boasiako ndiye mwanasiasa wa kwanza mwenye nafasi ya juu nchini Ghana kutiwa hatiani kwa makosa ya uchimbaji madini haramu tangu serikali ilipoanza kampeni ya kuyadhibiti mwaka 2017. Mbali na kifungo hicho, Boasiako ambaye alikuwa amekana mashtaka yote ameagizwa pia kulipa faini ya zaidi ya dola za Marekani 10,000, takribani pauni 7,450. Alionekana kushtushwa na hukumu hiyo ilipotolewa katika mahakama ya jiji la Accra siku ya Jumatatu. Ghana ndiyo mzalishaji mkubwa wa dhahabu barani Afrika, lakini sehemu kubwa ya vyanzo vya maji na mazingira imeharibiwa kutokana na uchimbaji madini haramu. Kwa miaka mingi serikali mbalimbali zimejaribu kukabiliana na tatizo hilo hata kwa kutumia jeshi, lakini jitihada hizo hazijazaa matokeo makubwa. Addis Ababa, Ethiopia. Polisi nchini Ethiopia wamesema wamewakamata watuhumiwa 17, akiwemo anayedaiwa kuwa kinara wa mtandao wa kimataifa wa usafirishaji haramu wa binadamu uliokuwa ukigeuza biashara hiyo kuwa chanzo cha mamilioni ya dola. Kundi hilo linatuhumiwa kuhusika na vifo vya wahamiaji 60, kuwafanyia wanawake wengi unyanyasaji wa kingono na kuwatesa wahamiaji wa Ethiopia waliokuwa nchini Yemen, huku likidaiwa kukusanya zaidi ya bilioni 1 za Ethiopia sawa na dola milioni 6.1 za Marekani au pauni milioni 4.6 kutoka kwa waathirika. Kiongozi anayedaiwa wa mtandao huo, Mohamed Tahir, maarufu kwa jina la Wordi, pamoja na watuhumiwa wenzake bado hawajafikishwa mahakamani wala kutoa maoni kuhusu tuhuma hizo. Watuhumiwa hao wanadaiwa kusafirisha zaidi ya Waethiopia 40,000 kwenda Saudi Arabia kupitia Djibouti na Yemen. Mtandao huo pia unadaiwa kuendesha maghala ya kuwazuilia wahamiaji nchini Yemen, taifa ambalo limeathiriwa vibaya na vita vya wenyewe kwa wenyewe na lenye mfumo dhaifu wa utawala wa sheria. Kwa mujibu wa Human Rights Watch, Yemen bado ni moja ya nchi zinazokabiliwa na janga kubwa zaidi la kibinadamu duniani. Nouakchott, Mauritania. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema limesikitishwa sana baada ya watu karibu 150 kufariki au kupotea baharini karibu na pwani ya Mauritania wiki iliyopita walipokuwa wakijaribu kuelekea barani Ulaya. Shirika hilo limesema watu 144 wamefariki au hawajulikani walipo kufuatia matukio mawili yaliyotokea kati ya Julai 14 na 18, huku watu 387 wakiokolewa. Walinzi wa pwani wa Mauritania wamesema watu 122 walipotea katika eneo la pwani karibu na mji mkuu Nouakchott. Kwa mujibu wa taarifa hizo, boti iliyokuwa imebeba watu 160 kutoka Gambia kuelekea visiwa vya Kanari iliishiwa mafuta na kukwama baharini kwa siku 25. Pwani ya Mauritania imekuwa njia muhimu kwa wahamiaji kutoka nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara wanaotafuta maisha bora barani Ulaya kutokana na ukosefu wa fursa za kiuchumi katika nchi zao. UNHCR imesema njia ya kuelekea visiwa vya Kanari ni miongoni mwa njia hatari zaidi duniani kwa wahamiaji kutokana na safari ndefu pamoja na matumizi ya boti zisizo salama na zenye msongamano mkubwa wa abiria. Na ripoti mpya iliyotolewa Jumanne imeonyesha kuwa mabadiliko yaliyofanywa na utawala wa Rais Donald Trump katika mpango wa kimataifa wa kupambana na ukimwi yamelazimisha mashirika mengi kufunga vituo vya afya, kupunguza wafanyakazi na kusitisha baadhi ya huduma, hali ambayo imeathiri kwa kiasi kikubwa juhudi za kuzuia na kutibu maambukizi ya virusi vya ukimwi VVU katika nchi kadhaa duniani. Mpango wa President Emergency Plan for AIDS Relief PEPFAR unatajwa kuwa umeokoa maisha ya watu wasiopungua milioni 26 tangu ulipoanzishwa mwaka 2003. Hata hivyo, mwaka uliopita uliathiriwa na kuvunjwa kwa shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa USAID pamoja na kufutwa kwa maelfu ya ruzuku za afya duniani.
Kutokana na hatua hiyo, zaidi ya vituo 1700 vya afya, vituo vya kuhudumia maalumu na maeneo mengine ya utoaji huduma vilifungwa, huku zaidi ya wafanyakazi 16,000 wa muda wote wakipoteza ajira zao. Ripoti hiyo inaeleza kuwa athari kubwa ziliwakumba makundi yaliyo katika hatari kubwa ya maambukizi ya VVU, mashirika mengi yaliyokuwa yakitoa huduma kwa wafanyakazi wa ngono, wanaume wanaofanya mapenzi na wanaume wenzao, watu waliobadili jinsia na watumiaji wa dawa za kulevya kwa njia ya sindano, yalilazimika kusitisha kabisa huduma kwa makundi hayo.